Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China yasajili kampuni mpya milioni 1.13 katika sekta za teknolojia na viwanda vya baadaye mwaka wa 2025. Sekta ya rejareja ya China ya rekodi ukuaji imara wakati wa likizo ya mwaka mpya wa Kichina. Na marubani vijana wa China wakumbatia uchumi wa anga ya chini. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa, usiondoke. Na China imeendelea kuonyesha kasi kubwa ya ukuaji katika sekta 8 zinazoibukia na 9 za baadaye, ambapo takriban kampuni milioni 1.1 zilisajiliwa katika sekta hizo mwaka wa 2025. Mwenzangu Tom Wanjala alifuatilia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa mamlaka ya usimamizi wa soko ya China, baadhi ya sekta za teknolojia ya hali ya juu kama vile roboti zenye umbo la binadamu, usafiri wa anga wa kiraia na sekta ya AI zimeonyesha ukuaji mkubwa. Kwa jumla, China ilisajili takribani taasisi mpya za soko milioni 25.8 mwaka jana, zikiwemo kampuni milioni 9.5 na biashara binafsi milioni 16.2. Sekta zinazohusiana na matumizi ya walaji pia zimeonyesha matumaini makubwa. Idadi ya taasisi zinazojihusisha na utengenezaji wa vifaa vya kisasa vya matumizi ya walaji ilifika takriban 78,000 mwaka uliopita, huku takriban 5,000 zikiwa mpya. Sekta ya utalii wa kitamaduni iliongeza kampuni mpya milioni 3.3, ikiwa ni ongezeko la asilimia 12.2 kwa mwaka. Wakati huo sekta zinazohusiana na uchumi wa wazee, yani silver economy, ziliongeza takribani kampuni 68,000, sawa na ongezeko la asilimia 17.1 mwaka hadi mwaka. Mamlaka za udhibiti wa soko zitaendelea kuboresha mifumo ya kuingia na kutoka sokoni, kukuza ushindani wa haki na kuboresha huduma za serikali kwa wafanya biashara, hatua zitakazochochea zaidi uhai na nguvu za taasisi zote za soko. Na kwingineko ni kwamba sekta ya rejareja nchini China ilishuhudia ukuaji mkubwa wakati wa likizo ya sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina, huku mauzo yakiongezeka basi kwa asilimia 24 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuimarika kwa matumizi ya watumiaji katika kipindi hicho muhimu cha sherehe. Mwenzangu Hamis Darwesh alizamia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Tamasha la majira ya mchipuko linalojulikana pia kama mwaka mpya wa jadi wa Kichina liliangukia tarehe 17 Februari mwaka huu, huku likizo rasmi ya siku 9 ikianza tarehe 15 Februari. Msongamano wa safari za kipindi hiki ulianza tarehe 2 Februari na utaendelea hadi tarehe 13 mwezi Machi. Wakati wa likizo hiyo, wastani wa mauzo ya kila siku ya bidhaa za dhahabu, fedha na vito vya thamani uliongezeka kwa asilimia 33.4 mwaka hadi mwaka, huku miji mikubwa ya daraja la kwanza ikishuhudia ongezeko kubwa la mahitaji ya bidhaa hizi za thamani ya juu kadri watumiaji walivyomiminika kwenye maduka makubwa wakati wa mapumziko ya sherehe. Mahitaji ya mikusanyiko ya sherehe na kuungana kwa familia pia yalichochea ongezeko kubwa la bidhaa muhimu, ambapo mauzo ya kila siku ya bidhaa za chakula yaliongezeka kwa asilimia 23 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wakati huo huo, sekta ya mavazi ilirekodi ongezeko la asilimia 17.3 katika mauzo ya kila siku, likichochewa na utamaduni wa kununua nguo mpya kwa ajili ya mwaka mpya wa Kichina, pamoja na mahitaji ya wale waliosafiri kurejea makwao. Ndani ya kundi hili, mavazi ya michezo yalijitokeza kama yanayofanya vizuri zaidi sokoni. Aidha, sekta ya teknolojia pia ilinufaika kwa kiasi kikubwa kutokana na hatua za serikali za kuunga mkono uchumi, ikichochewa na sera ya kubadilisha bidhaa za zamani kuwa mpya,
wastani wa mauzo ya kila siku ya vifaa vya mawasiliano uliendelea kukua kwa viwango vya tarakimu 2 katika kipindi chote cha likizo, jambo linaloashiria kuendelea kuachiliwa kwa uwezo wa matumizi kote nchini China. Kwingineko basi ni kwamba timu ya 12 ya madaktari kutoka China nchini Malawi imeendelea kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa pamoja na kuwajengea uwezo wa wahudumu wa afya wa ndani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha mfumo wa afya wa taifa hilo. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Hadi kufikia mwezi huu, timu hiyo yenye wataalamu 18 imeshawahudumia jumla ya wagonjwa 19,146, kufanya zaidi ya upasuaji 750, kuokoa zaidi ya wagonjwa mahututi 350 na kutoa mafunzo kwa zaidi ya wahudumu wa afya 210 wa Malawi. Miongoni mwa wanatimu hao ni Jao Pengliang, daktari bingwa wa upasuaji wa kawaida kutoka hospitali ya wanawake na watoto ya kaskazini magharibi mwa China iliyoko Xi'an, mkoa wa Shanxi. Tangu aanza safari yake ya kutoa msaada barani Afrika Julai 14 mwaka 2025, Jao amehudumia wagonjwa 1090 na kufanya zaidi ya upasuaji 610. Mgonjwa aliyefanyiwa upasuaji wa kurekebisha tatizo la cloacal ectophy, hali ya kuzaliwa nayo ambapo viungo vya ndani vya mkojo, uzazi na utumbo hutokea nje ya mwili kutokana na kutofunga vizuri kwa ukuta wa tumbo. Ni mtoto wa kike mwenye umri wa siku 3 tu, hali ambayo ni nadra sana nchini Malawi. Upasuaji huo ulihitaji kurekebisha kwa wakati mmoja mifumo ya mkojo, uzazi na mmeng'enyo wa chakula. Timu yetu ilifanya kazi bila kusimama kwa saa 5 mfululizo na hatimaye kufanikisha zoezi hilo gumu kwa kutumia vifaa vya kawaida vya upasuaji. Licha ya ukosefu wa vifaa maalum, mtoto huyo alipoanza kukojoa kawaida kwa mara ya kwanza baada ya upasuaji, wodi nzima ya watoto wachanga ililipuka kwa shangwe. Haya ni mafanikio ya kwanza ya aina yake kufanyika nchini Malawi. Mbali na upasuaji tata, timu hiyo inayofanya kazi katika hospitali kuu ya Mzuzu na hospitali kuu ya Kamuzu imeanzisha pia ubunifu wa kutengeneza vifaa vya mifereji ya shinikizo hasi kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa mahututi. Aidha, imeandaa mipango ya matibabu kwa wagonjwa wenye changamoto kubwa kupitia ushauri wa mbali, kufanya zaidi ya vipindi 200 vya mafundisho ya kitabibu na mafunzo maalumu 35. Timu hiyo pia imewafundisha madaktari 12 wa ndani na kuanzisha mbinu 4 mpya za kitabibu nchini Malawi, ikiwemo uboreshaji wa viwango vya upigaji picha za kitabibu kwa watoto. Mafanikio yanayopatikana kupitia ushirikiano wa mataifa haya mawili yanachangia kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu wote. Katika mji wa Chengdu, kusini magharibi mwa China, mwanamume asiyeona amewekeza akiba yake yote kuanzisha kundi la muziki linalowapa watu wenye ulemavu wa macho matumaini, urafiki na nafasi ya kuonyesha vipaji vyao, kama anavyoarifu Simi Wanjala. Zhang Shiwei mwenye umri wa miaka 78 na mpiga masaji mstaafu asiyeona alianzisha kundi la sanaa liitwalo Unyielding Spirit Art Troupe takriban miaka 13 iliyopita. Alibadilisha duka lake la zamani la masaji kuwa chumba cha mazoezi ambapo wanamuziki wasioona hukutana kila Jumatatu kufanya mazoezi ya muziki. Zhang alipoteza uwezo wa kuona kabisa akiwa na umri wa miaka 30 kutokana na ugonjwa wa macho. Baada ya kumpoteza mke na mwanawe mwaka 2013, alijitolea kusaidia jamii, akiwaleta pamoja watu wasioona wenye mapenzi ya muziki. Kundi hilo lina wanachama 22 na limekuwa likijiandaa kushiriki majaribio ya tamasha la watu wenye ulemavu la mwaka mpya wa Kichina katika jimbo la Sichuan. Wanachama huongozwa na kujitolea kupanda jukwani huku wakitegemeana kwa kuwekeana mikono mabegani. Zhang amefadhili ununuzi wa ala, mavazi na ukarabati wa chumba cha mazoezi kwa kutumia fedha zake binafsi. Wanachama wa kundi hili wanasema juhudi zake zimewapa nafasi ya kuonyesha vipaji vyao na kujenga urafiki. Kwa wanamuziki hawa, muziki umekuwa chanzo cha nguvu, huku juhudi za Zhang zikitoa mwanga na matumaini kwa jamii ya wasioona. Sekta ya ndege zisizo na rubani nchini China inaendelea kukua kwa kasi, huku vijana wakichukua nafasi ya mbele katika kuendeleza uchumi wa anga ya chini kupitia majaribio na ubunifu wa kiteknolojia. Timu ya marubani vijana katika jiji la Kunshan inaonyesha uwezo mkubwa wa China katika tasnia ya droni ndani na nje ya nchi. Ronald Mutie anaripoti zaidi.
Timu ya vijana wanaoendesha droni katika jiji la Kunshan, mashariki mwa China, inakumbatia mustakabali wenye matumaini wa uchumi wa anga ya chini ndani na nje ya China. Timu hiyo ya marubani wa droni, wengi wao wakiwa wamezaliwa baada ya mwaka 2000, hufanya safari za majaribio ya ndege hizo kila siku. Wanashirikiana vyema na kuendesha droni na kukusanya data kuhusu ndege hizo katika hali mbalimbali. Wang Jihao, kiongozi wa timu hiyo ya watu 27 mwenye umri wa miaka 26, anasema kuwa safari ya majaribio ndiyo hatua ya mwisho kabla ya droni kukabidhiwa mnunuzi wake, hivyo wanahitaji kufanya maandalizi mengi kwa ajili ya safari hiyo. Our preparatory meeting will conclude with a plan for the next day's flight task. It covers the status of aircraft and operators, the meteorological conditions, and even the movements during the flight. Mbali na Kunshan, timu hiyo pia imefanya safari za majaribio katika maeneo mengine kama vile Tianzhou katika mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China, ambapo waliendesha droni kuruka zaidi ya kilomita 50 kutoka katikati ya jiji hadi kisiwa cha Dacheng na kurejea. Jaribio hilo la safari ya kwenda na kurudi ililenga kudhibitisha uwezo wa uendeshaji wa droni ili kuhakikisha huduma ya kawaida ya usafirishaji wa droni kuvuka bahari kwenda kisiwa cha Dacheng katika siku zijazo. Timu hiyo pia ilifanya safari ya droni huko Abu Dhabi, Falme za Kiarabu, licha ya changamoto za hali ya hewa katika eneo la jangwani kama vile joto la juu. Ramani iliyopo katika chumba cha mikutano inaonyesha maeneo ambapo marubani hao wamefika. In 2025, we set off from the Kunshan base and flew approximately 45,000 kilometers in nearly 1,000 flights by year end. So, in total, the mileage exceeded the circumference of our Earth. Kwa shauku kubwa ya safari za droni, marubani hao sasa wanajivunia zaidi kutekeleza majukumu muhimu. Tarehe 5 Februari, timu hiyo iliendesha kwa mara ya kwanza hadharani ndege ya kwanza ya China ya umeme inayoruka na kutoa wima, yaani eVTOL, yenye uzito wa zaidi ya tani 5 wakati wa kuruka na kukamilisha safari yake ya kwanza ya wazi kwa umma. Na China imejenga mfumo wa kina wa huduma kwa wazee na kupanua uungaji mkono kwa wazee nchini humo katika mpango wa 14 wa miaka 5 kama sehemu ya juhudi za kuhakikisha huduma jumuishi, ushiriki wa kijamii na maisha rafiki kwa wazee. Mpango huu umeimarisha upatikanaji wa huduma muhimu na kuboresha ustawi wa wazee kote nchini humo. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Jumba la makumbusho lililoko mkoa wa Xinjiang, kaskazini magharibi mwa China, limetumia teknolojia ya kisasa kuonyesha desturi za maziko za karne zilizopita na kuwezesha makaburi kuzungumza kuvuka wakati. Mwaka 2007, wakati wa ujenzi wa njia ya chini ya ardhi katika mji wa Kucha, kaburi lenye historia ya tangu enzi za Wei na Jing liligunduliwa bila kutarajiwa. Makaburi hayo yalihifadhiwa vizuri na vyombo vilivyotumika katika maziko ilikuwa na kipekee na kutoa ushahidi wa thamani kwa elimu ya historia ya sehemu za magharibi. Kucha, unaojulikana kama Qiuchi katika enzi za kale, ulikuwa moja ya enzi 36 za sehemu za kale za magharibi. Ulikuwa ni kituo muhimu katika njia ya kale ya hariri na makutano muhimu kwa ajili ya muunganiko wa utamaduni wa mashariki na magharibi. Sanaa ya Buddha, musimi na michoro ya ukutani vilishamiri na kuchochea kuibuka kwa utamaduni wa kipekee wa Qiuci. Kwa makaburi haya ambayo hayajaguswa kwa zaidi ya miaka 1000, Ma Lili, afisa mwangalizi wa eneo la jumba la makumbusho la makaburi ya kale ya Qiuci, Wei na Jing, alitafakari na timu yake jinsi ya kuleta thamani ya kihistoria kwa mabaki hayo kwa ufuatiliaji wa umma. Hatimaye timu hiyo iliamua kutumia teknolojia ya kidijitali kuleta uhai kwenye mabaki hayo. Kupitia maonyesho ya maingiliano, makaburi hayo na vifaa vya maziko vilirejeshwa katika muonekano wake wa asili na kuruhusu wageni kujionea wenyewe uwezo na mvuto wa utamaduni wa Kucha na kuleta pumzi mpya ya uhai katika ustaarabu huu wa kale katika zama mpya.
Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na basi, kabla ya kukamilisha Nuru ya Mashariki, ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Pamoja basi, karibu tujifunze lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. 第6课，包子多少钱一个？ Panda anakula mwanzi. Panda anaandika kwa kutumia brashi. Watoto, tafadhali someni. Kama ukisoma kwa usahihi, Panda atapata mwanzi wake au pendao. 买，快，钱，贵，茶，杯，个，多少？ 你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。他想买什么？他想买包子。 3个包子多少钱？5块钱。你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。他要喝什么茶？他要喝绿茶。茶50块一杯，贵不贵？太贵了。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。
买花。你好，你买什么？玫瑰花多少钱一支？10块。太贵了，昨天5块吧？对，昨天2月13号，今天2月14号。他买什么？买花。玫瑰花多少钱一支？10块。昨天多少钱一支？5块钱。为什么今天贵呢？今天2月14号。 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maandishi. Kesho tutaendelea na mchezo huu. 再见. Kufikia hapo ndipo napokamilisha basi makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoana nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.